Hawa Kongomani hapa. Hawa Kongomani tumewaambia ile mechi ya kirafiki. Sio imekuwaje? Mechi imeanza naona kama wanazidi kuwaka hapo. Mwanangu useke juu ya taa hiyo simu yako. Sisi tuko kwenye maandalizi sasa kwenda kufungua msimu Jumatatu. Zito kwa mama. Ni kama unaangalia hivi yani nafasi na shida. Hii tusiwe kwenye very aggressive hapo. Tunatengeneza majeruhi. Ukiangalia jamaa walikuwa very aggressive, wanafika, wanagonga bonge moja la timu na wanacheza kwenye ushindani wa juu. Unajua hawa ni Champions League material. Hawa wanacheza Champions League msimu ujao hawa. Kwa hiyo kama kuna mtu anafanya tamasha, ni vyema tukaulizana timu inacheza nayo inacheza mashindano gani? Hawa ni Champions League material. Mwaka juzi nafikiri walikuwa mabingwa wa Kongo, mwaka jana wameshika nafasi ya pili nyuma ya bonge moja la timu na mechi imekuwa nzuri. Wangetukuta kwenye ushindani hawa tumesumbuana. Lakini tuko kwenye friendly na wao walikuwa kwenye ushindani na kama walikuwa wametumwa hivyo kutafuta matokeo. Baada ya kupata goli wanalala, wanajiangusha, wanafanyaje? Kwa hiyo ile dhana tena ya mechi ikafika ondoka, wakawa hapo kwenye kutafuta matokeo. Kwa hiyo wamepata matokeo, tuwapongeze, lakini sisi tunakwenda Zanzibar. Kitotokea leo taalamu tunasema bisa unasi. Hii ni classic. Tufute kitu ambacho kama tukifuta haya mabango mtu aone pengine ni kombe la dunia hivi linazinduliwa. Mtu aone pengine Tanzania ndio inafungua michuano ya Afrika. Tuliwaza katika level hiyo. Kwa ulivyokuja wazo la kutafuta yale maua nikawa mstari wa mbele. Wako watu walipendekeza maua ya ndani, tukawaambia tufute maua ya nje. Watu wasafirisha kutoka mbali, ni watu ambao wanafanya hizo kazi sana, mkiona kwenye majukwaa makubwa, tukaline nao na imekuwa nzuri, imekuwa tamu, imekuwa ambayo unaweza kuiposti kesho kutwa tena, na watu wakasema huu ulikuwa uzinduzi wa Yanga Day. Hii ilikuwa interest ya msemaji ambayo unaweza kuirudia kuiposti mara kwa mara na tukio likawa limekaa kimpira, likawa linavutia. Kwa naamini tukio hilo ni tukio bora, tukio ambalo linaingia kwenye kumbukumbu. Uingiaji wangu umekuwa uingiaji wa mbele, hizi level kama ni mtoto mdogo kawaida haiwezi kuelewa. Mpaka huo umesafiri sana, umepata exposure, ndio unaweza kuelewa classic ambayo tumedhamiria. Alikuwa pressure Alikuwa pressure ina gani kwako? Sikuwa na pressure yote. Kwa sababu mambo nilifanya sana. Unajua kipindi nasoma huko wapi wanangu ndio unajua mimi ndio kwa michongo yangu. Sema sasa haya mambo yana wakati. Unaelewa, haya mambo yana wakati. Sio kwamba umefika tu na wewe utaratibu uelewi nawe una force wakati wako. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa hiyo nilikuwa na wait wakati sahihi uje, na ndio umekuja wakati huu nimefanya jambo lako. Tamasha limekuwa la aina gani? Tamasha lilikuwa tamu. Vibe kutoka mwanzo mpaka mwisho. Yaani wanayanga waliokuja leo wameniheshimisha sana. Kila mtu alikuwa anatuma message, sasa jamani wanayanga wapoi. Tamasha limechangamka kwa sababu wasanii walikuwa wanapokea vizuri. DJ yule Alibi ni mtu hatari yule Alibi ni mtu hatari. Kwa hiyo na DJs wote kina Mami ndio ameua sana, yaani wamefanya katika level ambayo hawajawahi kufanya. Kile ambacho walituambia mwaka huu tunakwenda kuboresha, waboresha kweli. Wasanii ambao tumewachukua ni wasanii ambao mara nyingi hawaonekani kwenye majukwaa. Ukiangalia Tukuyu Band tunafanya vizuri sasa hivi. Tukawachukua wamekuja hapa kwa experience kwa tamasha haya. Tumeenda kwenye upande wa Bongo Flava. Tukawachukua wenzetu wa Bongo Flava ile ya Millennium ambayo sasa hivi wanafanya vizuri. Na sisi tukawapa platform waje watumie jukwaa hili pia kuonyesha kipaji chao. Lakini pia nimewekeza nguvu pia kama unaona kwenye Singeli. Mwaka huu nimejaribu kuangalia wasanii tofauti pia wa Singeli tuwape nafasi. Tuna wasanii wengi wa Singeli na niwaambie wasanii wote wa Yanga ambao wana wish kuperform. Haya mambo yanakwenda kwa wakati. Ndio mwaka jana perform wewe ilikuwa riziki yako, mwaka huu ni riziki ya mtu mwingine. Leo ka perform kwa mara ya kwanza hapa Tifa The Voice. Sijawahi kumuona lakini kaingia leo kaua. Maana yake tumemjengea confidence, tumekuza career yake, anakwenda mbali. Guido ka perform leo. Kidensa ka perform leo. Ni wasanii wapi wa Singeli ambao wanafanya vizuri katika mazingira mengine, lakini leo tumewaexpose kwenye jukwaa kubwa, millions of people wanatazama na tunaupush muziki wa Singeli upande thamani. Kama mtu ameaminiwa hapa kwenye Yanga Day na ameburudisha zaidi ya watu 20,000 hapa, maana yake mtu sasa hivi ukimfuata kwenye show ya kawaida thamani yake itakuwa pale. Kwa hiyo nashukuru sana wasanii wote waliokuja, wametuheshimisha, lakini wana Yanga saluti kwenu.
ilikuwa ni tamasha ambalo inawezekana mlikuwa mmefanya counseling tofauti na mzungumze na wasanii. Hebu niambie, kwa Dudu Baya msisitiza nini? Dudu Baya nataka nikwambie. Dudu Baya siku ya kwanza na ninakutana naye, nilimuona ana trend kwenye social media kabla hata haja perform kwenye miaka 30 ile ya pale Mlimani. Mimi nilifanya naye meeting before. Nikamwambia mzee, content zako zinatembea sana sasa hivi kwenye social media, lakini wewe ni mwanamuziki, mimi nina best platform ambayo inaweza kurudisha katika wakati sahihi. Lakini nimshukuru pia rais wa Yanga Engineer, pamoja na kwamba status yake, lakini anaelewa mawazo ya vijana. Yaani mara zote kwa ajili ya kusupport mawazo ya vijana. Kwa hiyo kumwambia bwana, tuna idea Dudu Baya, akaipokea kwa mikono miwili na yeye akatoa idea zake, na tukamwambia Dudu Baya, uliperform pale Mlimani, si ndio? Yakatokea kutokea. Ukiharibu na leo hapa, maana yake sio unaharibia Yanga, unaharibu wewe safari yako ya kutokuperform tena, kutokualikwa tena. Kwa hiyo tulimwambia weka akili yako vizuri, fikiria tamasha la Yanga. Kama nagundua jana alimba nyimbo moja tu Mwanza, akili yake iliweka hapo, na amekuja leo, wananchi wamempokea vizuri na akaua, kapiga tamasha zuri Dudu Baya. Kesho nitakwenda kuiposti ile performance yake moja la show, kapiga Dudu Baya na hajaingiza mambo yake, kapiga vizuri, ametulia. Kwa maana yake sasa hivi wadau ni moto.